Sawa, ukija kwa hivi muangalie jamaa. Iko sawa? Sawa, Kipotoshi tunafahamu anafanya stand up comedy, lakini pia marehemu MC Pilipili naye pia alikuwa anafanya stand up comedy kwa namna yake. Unaweza kumzungumziaje, alikuwa ni mtu wa aina gani, na kama ni ushirikiano kwa kuwapa wasanii wengine alikuwa anawapa ushirikiano kwa kiasi gani? Okay, sisi kwetu alikuwa anatupa ushirikiano kwa asilimia kubwa, kwa sababu yeye tulimkuta kwenye game, kwa alikuwa ni legend. Wengi walikuwa wanamuita king kama mfalme, wengine wanamuita father kama mzazi, wengine wanamuita king. Kwa hiyo alikuwa na majina mbalimbali kutokana na nafasi yake. Kwa hiyo sisi kama wasanii tumeumia na tumepata pigo sana, kwa sababu ushirikiano wake ulikuwa mkubwa kwa kila mchekeshaji ambaye alikuwa anakutana naye. Sawa, show ya mwisho ya Dodoma aliwaita wachekeshaji mbalimbali, na mimi pia nikiwemo. Labda the way ambavyo mlikuwa mnakommunicate na kushirikiana kwa pamoja, unaweza kuzungumziaje? Okay, mimi nimekuwa kushiriki show zake nyingi. Show ya Dodoma nilikuja pia, lakini ilikuwa show ya mwisho. Mimi show ya mwisho ambayo nilifanya naye alifanya Dar. Kuna hoteli imenitoka kidogo jina, iko Sinza Mapambano pale. Alifanya show yake pale, iligongana na show ya Chekatu. Ingawa ya kwake ilikuwa na watu, yani alikuwa na target watu 100 tu. Kwa hiyo nilitoka kwenye show yake pale afu nikaenda kuhudhuria show nyingine tena. Kwa hiyo hiyo ndo show yake ya mwisho ambayo naikumbuka alifanya Dar, na ambao mimi ni perform pia. Na nilitoa ushuhuda kidogo, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao tulikutana muda kidogo hata kabla sijaanza kufanya stand up niko Mbeya. Kwa hiyo kwangu mimi alikuwa na nafasi kubwa sana kwenye sanaa yangu. Hata special yangu ambayo niliifanya, nakumbuka yeye alikuwa ni mtu miongoni mwa watu ambao nilifanya nao interview kwenye baadhi ya media, wakinielezea namna ambavyo nimetoka kuwa mdogo mpaka nakuwa. Sawa, kuna hizi taarifa ambazo jeshi la polisi pia limethibitisha kwamba MC Pilipili aliuawa. Wewe kama msanii unasikia kwamba kuna mtu amemuua mwenzake, inakuwa ni inaumiza kiasi gani? Au kuna mwanajamii ameuawa kwa namna moja ama nyingine, kuna lipi la kuliambia hasa kwa mtu kama MC Pilipili ambaye wengi wanamzungumzia kwa mazuri na kuwa anafanya mabaya? Unaweza kuzungumziaje hii scenario hii ambayo mtu anamuua mwenzie sababu tu ambazo hazina msingi? Okay, mimi kwangu naweza kusema, kwa sababu ni issue ambayo bado iko polisi, nadhani tungeacha kwanza polisi ifanye kazi yake, ikitoa majibu yake ya mwisho, nadhani tukimpumzisha na kaka mkubwa, ndipo tunaweza tukajua sasa mengine ambayo yametokea, kwa sababu tunasikia tu, hatuna uhakika zaidi, ingawa jeshi la polisi imetoa. Kwa hiyo tunatamani wao, wamesema bado wanafuatilia watu ambao wameweza kuhusika. Kwa nadhani wakishafanya kazi yao, sisi nakuwa rahisi pia kuzungumza. Kwa sasa ni mapema mno, ila sisi tumeumizwa tu na kifo cha kaka mkubwa. Basi watu ambao wanapata platform wanakuwa kuwa na ulinzi. Yes, haja ipo. Kuna baadhi ya maeneo ambayo tukienda na kuwa sio rafiki kwa watu maarufu. Lakini nadhani ukiwa social tu, yani ukiwa unaishi vizuri na watu, sidhani kama kuna haja pia kuwa na ulinzi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wakubwa kabisa ambao wao wamejishajitengeneza kwamba ni sehemu ya jamii, hawazunguki na ulinzi. Na kwa jinsi ambavyo tulikuwa namfahamu Pilipili, sidhani kama kuna mtu alikuwa na makuu naye kiasi kwamba mpaka aanze kuzunguka na ulinzi. Kwa hiyo kama hiki kimetokea, pia kinatukumbusha hata sisi kwamba bwana, usijiachie zaidi, itabidi uwe na watu wako wa karibu, hata kama sio ulinzi moja kwa moja, iwe ni watu wa karibu tu ambao unazunguka nao kwa ajili ya usalama wako.